Hujambo na karibu tena mfuatiliaji wetu wa habari Kiganjani. Na habari iliyotufikia kwenye meza yetu ni kuhusiana na kundi la waasi la M23 linavyoendelea kupamba moto na mashambulio kwenye mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wanajeshi 260 wa DRC wahukumiwa kifo baada ya kukimbia kundi la waasi la M23. Msemaji wa kikosi cha jeshi la FARDC linalopigana huko mashariki mwa DRC, Luteni Kanali Marcus K. amesema wanajeshi walioshtakiwa wamelivunja jeshi hilo heshima kufanya ukatili. Askari 260 wa jeshi la ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliokamatwa kwa kosa la kuwakimbia wapiganaji wa kundi la M23 na kufanya uhalifu wa kivita mashariki mwa nchi hiyo wamehukumiwa adhabu ya kifo. Shirika la habari la Reuters limeripoti Jumatatu Machi 3, 2025 kuwa kati yao askari 55 wa FARDC waliohukumiwa mahakamani eneo la Musienene Ijumaa Februari 28, 2025. Zaidi ya askari 200 waliotoroka baada ya wafungwa kuvunja gereza moja wakati wa uvamizi wa M23 uliosababishwa na jeshi la FARDC kurudi nyuma huko Bukavu Februari 14. Msemaji wa kikosi cha jeshi la FARDC linalopigana huko mashariki mwa DRC, Luteni Kanali Marcus K. amesema wanajeshi walioshtakiwa wamelivunjia heshima jeshi hilo na kufanya ukatili unaweza kufanya raia kuwasaidia waasi kusonga mbele. Mashambulizi ya M23 tangu mwishoni wa Disemba yanaonekana kuwa hatari kwa vikosi vya serikali ya Rais Felix ikilinganishwa na mashambulizi yaliyofanywa na waasi hao takriban mwongo mmoja uliopita. Mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC unatajwa kuchochea na athari za mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 na vita vya kudhibiti maeneo yenye rasilimali kubwa za DRC hususan madini ya cobalt. Waasi hao wanatajwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda kulingana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa, japo serikali ya Rais Paul Kagame inakanusha vikali madai ya kuwafadhili waasi hao. Mwanajeshi mmoja Siko Ngombongo ameiambia Reuters kwamba alipoteza mawasiliano na wenzake baada ya saa kadhaa za mapigano huko Kivu Kaskazini. Alikamatwa katika kijiji cha Kisumbiro na kushtakiwa kwa kuasi jeshi, shtaka ambalo amelikanusha kulitenda. Hiyo haikuwa kukimbia, tulikuwa tunatafuta kikosi chetu, amesema. Watu waliotuona tukiwa kwenye kijiji hiki hata hatujui tulifikaje hapa. Wapo waliokuwa wakiiba, lakini pia wapo watu wasio na hatia kama sisi. Mungu pekee ndiye anayejua ukweli. Tulijaribu kupambana lakini tulishambuliwa sana kwa mabomu. Askari wa Rwanda M23 wana silaha kali mno, amesema kanali mmoja. Akiongeza kuwa wanajeshi wa Burundi waliokuwa wakishirika pia walikimbia, sio wao peke yao kama inavyodaiwa. Tunakosolewa lakini tunateseka kama raia wengine, amesema kanali mmoja ambaye wanajeshi wake wamepigana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Katika kesi zilizofanyika Musienene wiki iliyopita na katika mji wa Kivu Kaskazini wa Bukavu mapema Februari, waendesha mashtaka wa kijeshi waliwasilisha mashtaka kama vile uporaji, unyang'anyi na kupoteza silaha za kivita. Machafuko ya wiki zilizopita yamezidisha kuzorota utekelezaji wa amri za kijeshi kwa askari wa jeshi wa nchi hiyo, huku ukatili dhidi ya raia ukitajwa kuongezeka kulingana na kumbukumbu ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa taarifa kuhusu hali ya mapigano nchini humo. Ingawa serikali ya Rais Felix imekuwa ikijigamba kwa juhudi za kuajiri wanajeshi wapya na kupata silaha mpya, maofisa juu wa jeshi walisema hayo haijabadilisha hali ya wale walioko mstari wa mbele, wakieleza kuwa wanajeshi bado wanakosa mishahara ya kutosha na vifaa vya kijeshi. Mzozo wa DRC Kongo yakaidi wito wa kufanya mazungumzo na M23. Licha ya shinikizo linalozidi kuongezeka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa kufanya mazungumzo maridhiano ya waasi la kundi la M23 ambalo limeteka maeneo makubwa mashariki mwa nchi katika mwezi wa hivi karibuni. Wiki iliyopita serikali ya Uingereza ilitoa wito wa kuhusisha kundi la M23 katika mazungumzo kujumuisha kama sehemu ya juhudi za kupata suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo. Hata hivyo katika mahojiano na BBC,
Waziri Mkuu wa DRC Congo Judith Turuka alisisitiza kuwa serikali yake inapendelea kuzungumza na Rwanda, nchi jirani ambayo inatuhumiwa kwa kuunga mkono M23. Jibu wa mamlaka za Kongo, zaidi ya watu 8500 wamepoteza maisha tangu mapigano yalipoongezeka mwanzoni mwa mwaka huu. Hilo limezidi dhidi yake kuondoa vikosi vyake vya kijeshi nchini Kongo, lakini hile halijatekelezwa kufikia sasa. Turuka anasema Waziri Mkuu Judith Turuka alilaumu Rwanda kwa kuwa kizingiti cha mazungumzo ya maridhiano kufanyika. Pia imekuwa ikilaumu serikali ya Kongo kwa kuhifadhi na kufanya kazi na kundi la wanamgambo wa Democratic Force for the Liberation of Rwanda FDLR, ambalo wanachama wake waliwahi kuwa wapiganaji wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Alipoulizwa kuhusu hilo, Turuka alikanusha kuwa jeshi la Kongo linafanya kazi na waasi wa FDLR, lakini alisema nchi yake itasitisha katika mchakato wa kuwazuia wapiganaji hao na suala la kutatua mgogoro uliopo iwapo mazungumzo ya maridhiano ya M23 yatambuliwa patupu. Waziri Mkuu amesema kuingia kwa mazungumzo na Rwanda itakuwa ni jibu la haraka kusitisha mapigano, kuhakikisha vikosi vya Rwanda vimeondoka Kongo na waasi wa M23 wakome kuua raia wa DRC, amesema Turuka. Mzozo wa DRC Kongo yakaidi wito wa kufanya mazungumzo na M23. Licha ya shinikizo linalozidi kuongezeka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa kufanya mazungumzo ya maridhiano ya waasi la kundi la M23 ambalo limeteka maeneo makubwa mashariki mwa nchi katika mwezi wa hivi karibuni. Wiki iliyopita serikali ya Uingereza ilitoa wito wa kuhusisha kundi la M23 katika mazungumzo kujumuisha kama sehemu ya juhudi za kupata suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo. Hata hivyo katika mahojiano na BBC, Waziri Mkuu wa DRC Congo Judith Turuka alisisitiza kuwa serikali yake inapendelea kuzungumza na Rwanda, nchi jirani ambayo inatuhumiwa kwa kuunga mkono M23. Jibu wa mamlaka za Kongo, zaidi ya watu 8500 wamepoteza maisha tangu mapigano yalipoongezeka mwanzoni mwa mwaka huu. Hilo limezidi dhidi yake kuondoa vikosi vyake vya kijeshi nchini Kongo, lakini hile halijatekelezwa kufikia sasa. Turuka anasema Waziri Mkuu Judith Turuka alilaumu Rwanda kwa kuwa kizingiti cha mazungumzo ya maridhiano kufanyika. Pia imekuwa ikilaumu serikali ya Kongo kwa kuhifadhi na kufanya kazi na kundi la wanamgambo wa Democratic Force for the Liberation of Rwanda FDLR, ambalo wanachama wake waliwahi kuwa wapiganaji wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Alipoulizwa kuhusu hilo, Turuka alikanusha kuwa jeshi la Kongo linafanya kazi na waasi wa FDLR, lakini alisema nchi yake itasitisha katika mchakato wa kuwazuia wapiganaji hao na suala la kutatua mgogoro uliopo iwapo mazungumzo ya maridhiano ya M23 yatambuliwa patupu. Waziri Mkuu amesema kuingia kwa mazungumzo na Rwanda itakuwa ni jibu la haraka kusitisha mapigano, kuhakikisha vikosi vya Rwanda vimeondoka Kongo na waasi wa M23 wakome kuua raia wa DRC, amesema Turuka. Na mpaka kufikia hapa tumefika mwisho wa habari hii. Asante na kwaheri.